Mmoja kati ya stories ambazo zimemake headline sana kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusu historia ya Clemence Mwandambo bana, si ndivyo? Clemence Mwandambo amezungumza kumpitia kwenye mtandao wake wa Instagram. Of course amerecord video ambayo alikuwa anasema kwamba yeye ni baba bora wa familia yake, lakini inapokuja kwenye issue ya kutafuta riziki, nazungumzia chakula, ugali, umeelewa, anapoenda kupambana nje kutafuta chakula kwa ajili ya familia yake, ni kwamba anatafuta kwa ajili ya familia yake yeye kama yeye, na of course anatumia nguvu nyingi na akili na kuhangaika ili familia yake iweze kula. Kwa hivyo haoni sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yeye kwamba kutafuta riziki ya familia yake, sijui umeelewa, mpaka inafikia hatua familia yake inakula chakula. Nasema kwamba haoni sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kumpa nguvu na kwenda kupambania kile alichokipata ili familia yake iweze kuishi. Amesema kwamba kwa sababu duniani hapa kuna maskini wengi sana, kuna watu ambao ni wengi, ni ombaomba, hawana riziki ya kula. Sasa akawa na hoja, anasema kwamba kama Mwenyezi Mungu angekuwa ana huruma, basi angewapelekea chakula kirahisi wale maskini waweze kula. Kama Mwenyezi Mungu angekuwa ana huruma, angewapelekea watu ambao hawana uwezo wa kupata riziki ya chakula, angewapa. Kwa sababu ukipita barabarani tunakutana na watu wengi barabarani ombaomba, wanaomba chakula na hawajiwezi. Kuna wagonjwa wamekaa barabarani wanaumwa, hawawezi kupata chakula na vitu kama hizo. Kwa hivyo akasema kwamba mimi ninapoenda kutafuta riziki ya chakula nje, ni kwamba nimetumia akili yangu na nguvu zangu binafsi mimi kama mimi, kwa hivyo siwezi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nimetumia nguvu zangu binafsi, sio uwezo wa Mwenyezi Mungu ambaye ndio amenijalia mimi nipate ile riziki. Kwa hivyo yeye kama yeye Mwandambo anasema kwamba hawezi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwenye issue ya kutafuta riziki. Sijui unielewa, ndo akana anajaribu kuhoji kwamba kama yeye Mungu ana huruma sana, aende akawaangalie watu ambao hawana uwezo wa kupata hizo riziki, angekuwa anawapelekea kirahisi namna hiyo kama jinsi alivyokuwa anazungumza. Sasa watu wengi wamekuwa wakijaribu kumfuatilia Clemence Mwandambo. Kama utakuwa umepitia kwenye post yake ya Instagram, watu wengi wamejaribu kumwattack kwenye hili. Comment nyingi sana zilikuwa zikionyesha kumpinga hii kauli ambayo anaizungumza. Kuna shabiki mmoja hapa alikuwa amemkomentia akasema kwamba sasa hivi umeingia pabaya, Mungu haviwakiwi namna hiyo, umeelewa. Lakini kuna huyu mwingine akasema kwamba chizi anachekesha akiwa hatokei kwenye familia yenu, sijui umeelewa. Lakini kuna huyu mwingine hapa anasema kwamba hakuna aliyewahi kushindana na Mwenyezi Mungu, hakika Mungu atakulipa kutokana na hicho ambacho unakizungumza. Huyu mwingine akawa amesema kwamba kodi hiyo mzee wangu, umeona. Lakini kuna huyu mwingine naye ni shabiki akasema kwamba unapoelekea unaenda kupata laana, sijui umeelewa. Na huyu mwingine anasema kwamba mzee wangu, safari hii umeingia pabaya, Mungu si wa kuchezewa. Sasa nafikiri reaction za mashabiki ni kwamba si nzuri sana, wameonyesha kuchukizwa na kitu ambacho ama kauli ambayo ameizungumza Mwandambo. Sasa hebu niambie mtazamo wako ni upi juu ya hii kauli ambayo kaizungumza Clemence Mwandambo, alafu comment hapo chini kwenye comment section, alafu mimi nitakuja kuangalia kile kitu ambacho utakuwa umetuandikia. Ciao. Yani eti mimi chakula nimetafuta kimekuja mezani kwa bidii yangu, eti nimshukuru Mungu kwa chakula kilicho mezani? Kweli? Yani nitafute mimi afu nikamshukuru Mungu kanisaidia kukitafuta? Nauliza, Mungu kanitafutia kanisaidia kukitafuta? Kama Mungu anawaletea watu chakula, kuna maskini wengi wanakula mlo mmoja kwa siku, kwa nini asiwapelekee chakula? Nauliza, kwa nini asiwapelekee watu chakula huyo Mungu? Kuna watu wanalala na njaa, hawana chakula, ni maskini, wanapata shida. Kwa nini Mungu asiwapelekee chakula? Yana niletee mimi ninayetafuta chakula kwa bidii, aniletee mimi chakula, ila wale maskini huyo Mungu awatelekeze. Pumbavu zenu. Siwezi kumshukuru. Nachoka baba yenu Clemence Mwandambo na dini zenu hizi. Nachoka mimi. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.